lakini nianze kwa kuunga mkono hoja na hii bajeti ya Wizara ya Viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue tuni alomaliza nayo ndugu yangu Waitala. Mheshimiwa Spika, duniani kote na mfumo wa dunia yetu, viwanda ni utu, viwanda ni power ya nchi, viwanda ni kila kitu katika kwa maana ya usalama wa nchi na kwa maana influence ya nchi ni viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona duniani hapa kati ya mvutano uliopo katika taifa la Marekani na taifa la Uchina, lakini na taifa la Marekani kupandisha zile taarifa katika kuleta bidhaa katika nchi yake, kwamba zikija bidhaa kutoka nchi zingine taarifa yake inakuwa ni kubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, biashara siyo dini, biashara ni vita ambayo haionekani, lakini biashara ni vita. Lakini sisi tumekuwa na huruma, tumekuwa na ulegevu, tumekuwa na muhari wa kuona aibu kusema hiki hapana, huwezi ukaingiza vitu vya hovyo hovyo katika nchi yetu. Kwanza mimi niseme hata kitendo cha waziri kwenda Kariakoo kusukumana kufanya ambush, ile jambo si jambo zuri katika heshima ya nchi yetu. Tuweke sheria, tuweke utaratibu. Hawa wanaofika Kariakoo wamepitaje kwenye mipaka yetu? Wameingizaje vitu vyetu? Ni ulegevu wa sheria. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, kama ndugu yangu Waitala alivyopata moto, hata mimi nashangaa. Pale Kariakoo wale ndugu zetu wa China tunavyoenda vile kuwafukuza vile, ni ulegevu wa sheria zetu. Hatujaweka sheria sawa sawa, ndio maana wanauza bidhaa pale. Mtawatoa wa China, watakuja watu wengine kwa sababu hakuna lumu ya sheria. Hata ile kuunda kamati ya uchunguzi, unachunguza nini? Wanatakiwa wale watoke kwa sababu hujaweka sheria madhubuti ya kuzuia jambo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Naibu Spika, mimi nilichotaka niseme, nchi yetu kwanza sisi wenyewe tunaoneana wivu. Akitoka ndugu yangu Edgar Chilatenga kwenda kutafuta mkopo wa bilioni 6, 7, 8, 9, 10, hachukuliwi kama ni mtu serious. Akija mtu mwingine ana ngozi tu tofauti na ya kwake, anapewa kwanza na kahawa ndo aanze kusikilizwa. Lakini ndani ya nchi yetu wanakuja wageni, hawana fedha za biashara wanapatia hapa. Kwa tatizo tunalo sisi. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, unataka viwanda vyetu vishindane na wageni wanaokuja kuanzisha viwanda hapa. Sisi hapa mkopo wa kuanzisha kiwanda ni kama mkopo ambao mtu anaanzisha biashara hizi za kawaida za uchuuzi. Sasa atapata lini faida? Wenzetu riba 6%. Sisi hapa tunashindwa nini? Tumeona juzi Wizara ya Kilimo imeanzisha benki ya ushirika na lengo lake ni kuinua wakulima. Kwa nini tusianzishe mikopo ya mashine kwa ajili ya watu wanaotaka kuanzisha viwanda? Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nachokiona katika nchi yetu, hatuna utashi kwanza wa kulinda biashara zetu, kulinda wafanyabiashara wetu wanaanzisha viwanda, lakini vile vile na kufanya incubation kwa ujumla katika sekta ya viwanda. Nondo zinaagizwa kutoka nje zinaingia Tanzania, lakini tuna viwanda vikubwa vya nondo na wanafanya kazi kubwa. Amesema makamu mwenyekiti wa kamati hii, Lodhia kwa mfano steels, wale wamefika katika kiwango ambacho serikali hata ingewekeza kule kwa maana ya kuwapa incentives za kutosha, lakini vile vile kuweza kupanua zaidi ili waweze kufanya vizuri. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, lipo tatizo la kwetu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima tuseme zipo biashara za kufanya wageni, zipo biashara za kufanya wazawa. Kama ambavyo tumefanya kwenye sheria ya manunuzi, tumeongeza wigo wa 50 bilioni kuanzia mradi huo kwamba hawezi kufanya mgeni. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Hivyo. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Katika swala zima. Taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa
ndugu yangu mchangiaji kwamba maneno yake yanagusa mioyo ya wafanyabiashara wengi wa nchi hii, na uhalisia ni kwamba mfanyabiashara wa Tanzania sasa hivi hawezi kukua hata kidogo, kwa sababu hata hao waliokuja kwa dhamana ya kwamba ni wawekezaji hawalipi kodi. Mheshimiwa, hiyo sio taarifa, sasa wanachangia. Mheshimiwa Naibu Spika, naipokea taarifa yake. Ni ukweli dhati kabisa kwamba ni lazima tuweke kwamba hizi biashara wazao watafanya na hizi biashara kweli mgeni aje afanye. Mheshimiwa Naibu Spika, mpaka incentives. Mtu anaanzisha kiwanda cha kuzalisha mkate ni mgeni, mnampa mpaka incentives. Kwanza kuna viwanda ambavyo mgeni hataki kufikiriwa hata kuvifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu isione aibu. Ukienda nchi zingine, hata nchi kubwa kama tunaisema ambao tunawafukuza watu wake pale Kariakoo, kwenye mahoteli hairuhusi mtu mwingine wa kawaida afanye, kwenye biashara za research na kwenye viwanda vikubwa hairuhusiwi. Kwa sasa kwa nini sisi tunaona aibu? Kwa nini tunaoneana mwali? Na si diplomasia kwamba ukisema hiki hapana itaonekana kwamba umeleta ubaguzi. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ninachotaka kusema ndugu yangu Jafo, ni lazima tuwe na uchungu na ni lazima tuwe wazalendo katika kulinda viwanda vyetu, katika kukuza katika sekta ya kiwanda. Baada ya kusema Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru, naunga mkono hoja. Asante. Asante Mheshimiwa Ntale. Jiandae Mheshimiwa Mpina. Jiandae Mheshimiwa Ntale, afu jiandae Mpina. Asante Mheshimiwa Spika, ni Ntate sio Ntale. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niungane na wengine. Ni Ntate sio Ntale. Basi kaa chini, sio wewe. Haya, endelea. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niungane na wote waliokupongeza Mheshimiwa Jafo kwa kazi unayofanya na naibu waziri wako. Lakini nimpongeze Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda Dr. Hashri. Sisi kwa watumishi tumemwona ni simba ambaye aogopi kuachia madaraka yake. Pale alipoamua miradi mizito ya Liganga, Lichuchuma, Engaruka na kadhalika kwamba aisimamie Dr. Suleiman Serera kuwa mwenyekiti wa majadiliano. Sasa Mheshimiwa Spika, nianze na Liganga na Mchuchuma. Liganga na Mchuchuma ni jambo ambalo lilikuwa liwezekana, lakini awamu ya 6 limewezekana. Kwenye Liganga na Mchuchuma tumelipa fidia ya bilioni 15.4 kwa wananchi, lakini majadiliano yanaendelea. Na Liganga na Mchuchuma ina faida nyingi kwa Tanzania. Leo hii ukiangalia Kilimanjaro Tools Machine tumeweka bilioni 4.7. Hiki ni kiwanda ambacho tumekifufua, lakini kinategemea chuma itakayotoka Liganga na Mchuchuma. Kwa hiyo mimi ni kuombe Mheshimiwa Waziri, majadiliano yafike mwisho. Na leo hii kikupendeza, basi tuambie huu mradi unaanza kazi lini. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna Maganga Matitu. Mradi huu ni wa chuma ghafi ambao niwapongeze sana, mkataba wake umesainiwa na unaanza kuanza kazi sasa. Sasa tuone ni lini inaanza. Lakini kuna Engaruka Soda. Hii hapa nilikuwa na teta na profesa hapa, ameanza kauacha, lakini sasa tunaona unaenda. Tayari tumeshalipa wananchi bilioni 5.8 na inafurahisha sana. Lakini na wawekezaji wako tayari kuweka dola milioni 700 sawa na trilioni 1.5 hela za Kitanzania. Sasa tuombe na wenyewe uende uanze kazi mara moja. Lakini haya mambo yote yanafanyika chini ya NDC, shirika ambalo ni shirika kongwe. Na Mheshimiwa Naibu Spika, kwa fedha hizi wameweza kuzisimamia kwenye mwaka kuanzia 2020 na 2021, kwa miaka 2 mfululizo wamepata hati safi ya CAG. Kwa hiyo hili sio shirika la kulibeza, ni shirika ambalo tunatakiwa tulitie moyo, ni shirika ambalo tunatakiwa tulipe rasilimali watu na kulipa mali fedha liendelee kufanya kazi bila kuunganishwa na shirika lolote lingine lile. Lakini Mheshimiwa Spika, niongelee biashara kwa wageni.
Mchangiaji aliyepita amesema Mheshimiwa Jafo kwani ameenda Kariakoo. Lakini tumeona naibu waziri mkuu Dr. Biteko akiwa kwenye sherehe za kumsimika askofu. Alimwambia baba askofu, ukienda kwa upole wasipokuelewa, badilika. Kwa mimi Jafo nakupongeza, ulibadilika. Umeenda kuwaonyesha yanayofanyika huyataki. Umeenda kuwaonyesha wanaosimamia sheria wajue sasa kwamba waziri msimamia sera utaki vinavyoendelea. Na mimi hapa niseme tu, lazima wasimamia sheria wasimamie sheria barabara. Kama sera imelegalega ya uwekezaji, basi tuende tukairejeshe, ibadilishwe, isimamie kabisa. Hatuwezi mtu anaingia kama mwekezaji lakini anabadilika anakuwa machi. Sasa watoto wetu wa Kitanzania watafanya nini? Hapa Mheshimiwa Jafo, endelea kusimama, usikatishwe tamaa, usivunjwe moyo. Endelea kuvamia na masoko mengine, vamia Dodoma, vamia Mbeya. Hiyo ndo kazi yako, vamia. Lakini nije kwa wafanyabiashara wa Kitanzania. Kwa kweli wafanyabiashara wa Kitanzania sijui tumekosea wapi. Mimi ni